kusema kweli bado nakuha and every day bado nakufata. Kosa sio kosa, zaidi ya kukupenda. Ipi nitatupa ndoto tulizoziota. Oh, that. It's your boy 16 ya. Oya 16 inakuaje? Wana fresh kabisa. Kama kawa. Karibu bana katika Soga za Mtaa. Asante sana. Kwanza ningependa kukushukuru katika harakati zako za muziki, na pia nimekuona leo umekuja kivingine mwenetu, tofauti na tulivyokuzoea. Tunaona kwanza umetunyolea dongo nini, hatujawahi kukuona hivyo mwenetu. Tuweza katuambia ni kitu gani kimesababisha wewe umechange muonekano? Lifestyle. Unajua mambo yanabadilika. Ndio maana unaona kuna mchana jua linawaka, afu kuna usiku mambo yashabadilika hiyo. Kwa hiyo kuna muda nikafikiria na hivi vipara vya urithi na nini, nikaona sio kweli. Kwa sababu kila nikifuga zama sikuwa na rasta. Sasa hivi ilifika kipindi nikifuga rasta zinaanza kunyenyoka mbele na kuwa kama ndege. So nikaona na sababu ya kwanza kunyoa dongo. Kwa hiyo ni sababu kubwa pia nyingine. Vile vipara vyote vya urithi vile ndio vilifanya nianze kunyoa dongo. Maana rasta zilikuwa zinakataa. Na kwa wiki huwa unanyoa mara ngapi ile dongo lako? Mara 2. Mara 2 kwa siku. Kwa wiki na maana ni siku gani na siku gani? Huwa nalinyoa Alhamisi, nalinyoa tena Jumamosi, I think so. Alhamisi na Jumamosi. Bana, pia 16 ni kilomita mingi sana kutoka Dom mpaka Dar. Utaweza kutuambia ni kitu gani kilikushawishi wewe kutoka Dom na kuja kupambania harakati zako za muziki huku Dar es Salaam na sio kule Dodoma? Kwanza kabisa unajua muziki wa Tanzania upo Dar es Salaam. Ukitaka kwenda Ulaya lazima uje Dar. Ukitaka yani uonekane wewe mwamba Tanzania lazima upo Dar. Sawa. Mikoani kwetu kule sasa hivi kwa mfano tunamshukuru Mungu Dodoma ndio tunaelekea kule. Ilikuwa bado kimuziki bado lazima mpaka uje Dar, kama brothers wetu hao wanyuma wamekuja Bongo ndio wakatoboa. Kwa hiyo niliradhimu kwamba pale kanda kati nimeshaamsha sana. Nikaona na sababu ya kumove kutoka hapa niende huko kwenye kitovu hivyo. Lakini tunaona sasa imekuwa too much, wasanii wote wamejazana Dar. Alafu tunaona ikitokea matamasha wasanii tena wote wanatoka Dar wanaenda mikoani kupiga nini? Kupiga show. Lakini right Dodoma hapo ngopo na wasanii wakali vile vile, ambapo hata zile show labda maybe kwa kila wiki, kwa kila hata siku ungekuwa unazipata wakiwepo kule Dodoma kutokana na wewe labda ni mzawa wa kule. Kwa hiyo kuna vitu vingine yani ungekuwa unavipata vingi, mimi na imani kushinda ulivyokuwa leo huko. Kwa sababu mara nyingi nimekuona nikikushuhudia Dodoma unapiga show kuliko huko. Umeona sasa. Kwa hiyo right ungekuwa kule, huenda hata leo wenyewe ungekuwa kwenye show. Au unalionaje hiyo? Swali zuri sana hilo. Lakini sasa kwa namna moja au nyingine naweza nikasema hivi, kule nilishamaliza nikaachia wadogo zangu. Nikasema nisiwe mbanaji wa riziki kwa sababu wasanii wanazaliwa, wasanii wanakufa. Yaani kama tu desturi ya ukuaji, tunazaliwa, kuna ndoa, kuna kifo. Yaani kuna kuzaliwa, kuna ndoa na kuna kifo. Kwa hiyo nadhani mimi nilipoona kabisa muda umefika tayari nishaamsha sana kanda ya kati hapa, sijui tumeandaa hizi tuzo sijui nini, huu muda sasa inabidi na mimi move, kwa sababu pia kati tunaendelea na wakati pia kuna vijana walikuwa wanaibuka nao wakali, wana uwezo, wanafanya vizuri. Kwa tukaona wadogo zetu ngoja tuwaachie hapa tulipofikia sisi, wao waendeleze. Kwa sisi ikaturadhimu sasa tuitafute Tanzania baada ya kumaliza kanda ya kati. Kwa hiyo kusema labda kwa sababu shows zilikuwa nyingi kipindi kile, lakini shows zilikuwa nyingi kipindi kile tuko mikoani, bado ilikuwa sio shows kama za sasa hivi. Unaweza kupata labda show 2 kwa mwezi. Sawa, sasa hivi tufanye niko Dar sawa, 16 sio tena Dodoma zile show za hapa ukumbi uke show pale na nini. Labda napata show 2 ambazo labda zingebeba labda shows zile ambazo nilikuwa nikifanya kipindi kile, labda shows 6, shows 7. Umeona sasa. Kwa hiyo mimi kwangu nakuwa nimefanikiwa, nimepiga hatua. Kwa hiyo ndo sababu kubwa sana ilionifanya nitulie labda nifanye game nikiwa niko Dar es Salaam. Lakini pia nyumbani Dodoma bado nakwenda na wakati nyingine zinaendelea kwa sababu familia na ndo nilikotoka. Oh yeah. Miaka 4 nyuma kuna interview moja uliwahi kusema kwamba una ngoma karibia 200 ziko studio na uelewi zitatoka lini. Katika hiyo kauli yako uliwahi kusema, nimejaribu kufuatilia mpaka sasa mashabiki hatuoni hata robo yake ya wewe kuachia ngoma. Utaweza kutuambia shida ni nini?
Haraka haraka naweza nikasema kwamba ni utayari wangu pamoja na majukumu nilionayo. Mimi ni baba pia wa watoto, so naendesha maisha mawili, naendesha muziki, naendesha na maisha ya familia, ambayo sasa kubalance kwake kuna muda unabidi usimame uweke sawa kimoja, ila hiki kingine kwanza unabidi ukiweke hapa, lakini kuna namna unaendelea kusurvive. Kwa mfano kwenye hizi chorus hauwezi kupita mwaka usinisikie kwenye chorus 2 au 3 haraka haraka. Hiyo inamaanisha kabisa kwamba sitoi za kwangu haunisikii, lakini hauwezi kukosa kunisikia kwenye chorus. Kama mwaka huu hapo uliopita tumeamsha sana, tumetoa vitu vingi sasa, kina Bosho, kina nani brothers, kina hizo business kina. Mwaka huu uliopita umeona, huu mwaka umeingia pia vitu vinaendelea kutoka juu. Tumepiga na Black Oswazi, tumeachia sijui nini, ngoma zinaendelea, bado hatujakaa vizuri, au sio? Tumeachia dude moja na Pima Wenge Muhasibu, au sio? Tumeachia madude kibao. Kwa hivyo yani, nadhani sitoi zangu, ila bado kwenye collab naendelea kuwakilisha, na sababu kubwa ndio hii niliyokuwa naisema, naendesha maisha mawili, naendesha muziki pamoja na familia. Kwa hiyo ili nisitoke nje ya mchezo, lazima ni balance, nijue muda wangu, au sasa hivi uwezo wangu mimi ni kufanya chorus tu kwanza, alafu nikakaa vizuri kwenye timing nzuri, nikawa nimetulia, sasa ndo naweza kuachia ngoma zangu. Lakini muda huu nadhani hiyo ndo sababu kubwa iliyonifanya usione naachia. Timing yangu mimi haikuwepo sasa hivi kuachia, lakini bado naendelea kurekodi na zimefika zaidi ya 200. Na ndio nilikuwa naelekea huko. Bahati nzuri au mbaya umeniwahi kwamba kusema wewe za kwako umekuwa kidogo umetulia, kwanza unafanya kama hivyo makoras na nini, na ndio nilikuwa nataka nikuulize swali moja, na ni kwa nini kama za kwako ulikuwa umetulia umeziweka pending, lakini tunakuona kwa nini unashiriki kwenye chorus nyingi afu na ni kubwa afu na zinaenda. Sasa kwa sisi tukategemea pale ambapo unafanya chorus zinaenda, basi unarudi nyuma leo unachana madude yako na butoka, lakini tumeona makoras yanaenda afu maana umetulia. Sasa hapo ndo tunarudi tunasema kuna kitu kinaitwa budget. Hapo ndo zinafanyaga wasanii wanapaga, hawa watu wanachanganyikiwa. Bora unanikuta na mimi na minyama kibao, naendelea zangu kula ugali mkubwa, makuku mengi, manyama, kachumbari, mboga za majani, kila kitu, au sio? Haraka ukienda mbele ukirudi nyuma, kwamba kuna kitu kinaitwa budget. Haraka naweza kukumbusha kwa mfano ilivyotoka Mkombozi ile mwaka 2020. Kila kona wapi mpaka makanisani wimbo na uimba Mkombozi. Sawa. Ulivyotoka Mkombozi pale mimi yani ile ilivyokuwa inatakiwa sasa, ile kwamba back to back nilipiga. Haraka kwanza nilidondoka pale studio za K Records Mwenge. Umeona nikaua madude kama haya mawili Marijuana, na kuna ngoma nyingine inaitwa Nasikia Sauti ya gospel. Umenielewa? Haraka nikakimbia Arusha nikashoot I Feel. Au sio? Sweet Wege Bunge la Chupa. Haraka nikashoot Kamwambie. Haraka nikaenda nikashoot Magoma ile kama ya kuchezeka ile watu wanacheza wengi. Nilicheza kama na ngoma 5 hapo. Hatujakaa vizuri, kaachiwa ile Baba na Stamina na Professor J. Umeona? Haraka pale nikaachia ile Kamwambie, au sio? Nikaenda vile inavyotakiwa kweli, nikaona na madada yangu yanakimbia na nini. Na ile Sorry pia niliachia kipindi kile imetoka Mkombozi, nakumbuka ilikuwa nyuma zaidi. Niliachia Sorry, nadhani viewers walifika 500 kwenye YouTube yangu ile zamani. Hapo imeenda imerudi. Kwa hiyo haraka naweza nikasema kwamba budget pia inachangia. Wakati huo timing yangu kwenye upande wa budget ilikuwa vizuri kidogo, katika mipangilio yangu ya kupanga budget nadhani ilikuwa imekaa vizuri. Kwa hiyo kanipelekea mimi kawa rahisi kabisa kuweza kupiga zile back to back. Collab kwa namna moja ama nyingine humsaidia msanii kutoka sehemu moja kumpeleka sehemu nyingine. Tukirudi kwako, kweli tunaona umejaribu kufanya collab na wasanii wengi wakubwa kama hivyo Professor J ulivyosema, Stamina, Roma na wenginewe. Lakini katika hizo nyimbo tunaona wao wamekushirikisha wewe. Na wewe japokuwa umesema una ngoma karibia zaidi ya 200 ziko studio. Vipi kwenye hizo ngoma tutarajie za kwako wewe umeshirikisha wao au? Nadhani hiyo ni surprise. Wasanii ni wengi sana nimewashirikisha katika ngoma zangu hizo nyingi ambazo nimesema sasa hivi zimefika hapa zaidi ya 200. Kwa sababu mimi, kwa wale wanaonijua, kwa siku studio kurekodi nyimbo 7, 8 ni jambo la kawaida sana kwangu. Hiyo hapa Padai, hapo kwetu huko Dodoma watu wanaonifahamu. Yaani kwa siku kurekodi nyimbo 5, 7 ni jambo dogo sana
kwangu kwa siku kufanya chorus 100, 150 ni jambo kama maji ya kunywa, kwa sababu chorus naandika dakika 3 hivyo. Na nimejaribu kukufuatilia katika uandishi wako wa chorus. Yaani nimeona ni msanii tofauti na wasanii wengine kwenye katika chorus wanazopita. Chorus zako nyingi mara nyingi huwa sana yani zina ujumbe mzito. Sasa ndani unakuta huko umemhusisha Mungu. Ningependa kulijua hilo kwako. Waga unafikiria nini wakati ukiwa unaandaa chorus? Kwanza mbeba wa vyote hivyo ni Mungu. Kila kitu it's all about God. Ukienda mbele ukirudi nyuma namtanguliza Mungu, kwa sababu yeye pia ndo alifanya nifike hapa. Kazi zangu za muziki unibariki kutoka chini kwenda leo hii watu wanamjua, Tanzania nzima wanafahamu kwamba 16 ni nani. Kwa hiyo huwa sichoki kumwimbia na bado anaendelea kumtendea miujiza mingi isiyosemekana ndani ya maisha yangu. So na ndio maana ndo sababu kubwa inayonifanya yani sehemu kubwa sana ya kazi ninazofanya, ukiangalia hizi nyimbo za inspiration lazima utakuta kuna namna nimemtaja Mungu. Kwa hiyo inachangia ni kulingana na mimi Mungu vile alivyonitendea vingi visivyosemekana, ndivyo vinavyosababisha sehemu kubwa sana ukasikia namtaja Mungu. Alafu pia familia tulizotokea pia zinamjua sana Mungu. Hivyo. 16 ni msanii mzuri sana katika masuala ya live performance. Na hapa kati kulikuwa kuna makelele na hisi uliasikia kwamba inasemekana wasanii wa nyumbani sio wazuri katika live performance. Wewe kwako unalichukuliaje hilo swala, na kama lina ukweli ndani yake unadhani tufanye nini ili next time to improve katika masuala ya live performance? Kwanza kabisa wasanii wajifunze kuwa wanaimba kila muda, mazoezi. Kwa lugha nyingine tunasema kuchamba koo. Ukienda mbele ukirudi nyuma, wasanii wengi wao wanaamini tu katika kuingia studio na kurekodi. Kumbe sauti zinatafutwa. Kutafuta sauti kuna mambo mengi, mazoezi pia yakiwemo. Alafu live ni tofauti na ukiwa unaimba studio. Live ina timing. Unaweza ukaimba mwanzo wa beat, unaweza ukaimba katikati ya beat, unaweza ukaimba mwisho wa beat. Ndio maana unakuta Mkongo anavyoimba ni tofauti na labda Mswahili anavyoimba ukiwa wanaimba live. Wakati mwingine mpaka tunakuwa tuna ile picha ya kuamini kwamba Waswahili na Wakongo kwamba sisi Wakongo wanaimba live zaidi kuliko sisi, lakini ukitazama si bongo ni noma. Yani Tanzania tuna uwezo mkubwa sana wa kuimba, ila sehemu kubwa sana ya wasanii sasa hivi ndo wanaanza kujitokeza kwa upande wa live, ila hapo nyuma nadhani tulikuwa nyuma kidogo kwa upande wa live. Nadhani mimi ni moja kati ya wasanii wazuri sana wa live, na show zangu za live zinafanyika. Hata ukiingia kwenye page yangu ya Instagram hapo utaona kuna show tulifanya Dodoma na Stamina ya live hatari sana. Kwa hiyo mimi pia ni mfano. Kwa hiyo kumbe lina ukweli ndani yake. Wewe mwenyewe unathibitisha kwamba hapa wasanii wetu wa nyumbani sio wazuri sana kwenye masuala ya live performance. Wazuri wapo wengi, ila sehemu kubwa sana yani ya wasanii hawako vizuri sana kwenye live hawako vizuri sana kwenye live performance kwa sababu ya kujizoesha. Ndio hiyo tunasema kukaa tu studio, unarekodi tu studio, umeingiza ukipigwa auto-tune kidogo walete. Kwa hiyo haraka ukienda mbele ukirudi nyuma, nadhani ni ile hali tu ya wasanii kutokujifunza. Lakini tunachoshukuru sasa hivi game inapoelekea watu wanavyofanya kwa nguvu na watu walivyokuwa wana hasira na game linavyokuwa linawafanya watu wanapiga mamilioni ya pesa, watu wengi sasa hivi wanajitahidi kuimba live. Hata show za playback zinaanza kupotea, na zimepotea kwa 85%. Sasa hivi unaona show nyingi kubwa watu wanaambiwa kwamba bwana lazima mfanye mazoezi, mfanye rehearsal ili kesho tuingie mzigoni, au kesho kutwa tuingie na shows nyingi. Mimi mwenyewe pia nikiona hata sasa hivi nikiitwa inakuwa ni hivyo hivyo. Lazima siku mbili kabla tufanye mazoezi ya live hivi. Eve 16 kuna msanii ambaye unahisi ulimsaidia kimuziki lakini hakuwahi kuthamini mchango wako? Hapana. Mimi nadhani wote niliwahi kufanya nao naona bado wana mchango, kwa sababu si bado naendelea kuishi nao siku hadi siku. Kuna jambo nitahitaji kutoka kwake nitamcheki, kuna jambo nitahitaji kutoka kwangu atanicheki. Na ndio maana unaona hata brothers naofanya nao kazi ni muda mrefu sana, na juzi umeona Stamina kaachia
au sio? Umenisikia mule kwamba my brothers nafanya nao kazi siku nyingi sana na naendelea kushirikiana nao kwa kazi zote nzuri ambazo zinakubalika na jamii hivyo. Bana 16, vijana wengi wanaoanza muziki wanapagawa na lifestyle ya mastaa kuliko kupambana kwenye sanaa. Wewe kama msanii unawashauri nini? Kwanza waishi real life. Waishi kwenye uhalisia kulingana na uwezo wake mtu anaokuwa nao. Kwa sababu wengi hawaishi kwenye reality kulingana na kufake, ambapo kuna watesa baadaye akitaka kurudi kwenye uhalisia alishawaaminisha watu niko vizuri na gari, lakini kama gari la kuwazima, vitu havijakaa fresh, ndio ile kurudi kwenye life la kawaida. Sasa ndio ile bahati mbaya sasa akiumba anaanza kulaumu watu. Kwa na washauri vijana wenzangu sasa hivi swala zima la kufake life sio zuri, yani kwamba kama unahisi hujatoboa vizuri basi endelea kuonekana na ile hali yako, watu watakuona hivyo. Ningependa kujua kando na muziki 16 ni nani? Kuna mambo mengine unaojishughulisha nayo nje na sanaa? Sehemu kubwa sana ya maisha yangu ni sanaa, lakini kwa sababu tuna familia zetu na nini watoto, upande wa pili tuna biashara zetu, au sio? Tuna biashara zetu za kuuza nguo, viatu hivyo. Kwa hiyo mbali na sanaa tunafanya biashara kama hizo. Bana 16, ongea na mashabiki zako neno moja. Neno moja ni yani niwaambie tu kifupi mashabiki zangu nawapenda. Sina zaidi cha kuwaambia kwamba hakuna 16 bila shabiki. Waendelee kusikiliza muziki kutoka kwa 16 kwa njia yoyote ile, iwe njia ya chorus, iwe njia ya siku yoyote nikiachia, waendelea kula chakula kutoka kwa 16 kwa sababu huwezi kukosa kila chorus. Nadhani juzi nimeona tumeachia hapo, au sio? Mwasibu Pima Wenge tumeachia hapo, Black Hole Swaz tumeachia, bonge moja la dude, nguvu ya soda, na ngoma nyingine nyingi zimeendelea. Tumeachia ngoma ya Mama Samia, mimi na Kala Jeremiah, hiyo ndo noma. Mama dude moja hivi tumeachia mimi na Kala Jeremiah. Tumerespect kazi nzuri anayoifanya mama yetu Mama Samia. Fursa kwa vijana sasa hivi, unaona Tanzania imechangamka, yani tunataradadi, tunavutia hivyo. Respect. Hapa nyeupe ya Mungu ni mengi ya kuku mayai. Salute.